الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. أعزائي المشاهدين الكرام السيدي والسادة في كل أنحاء العالم وفي قارتنا الحبيبة القارة السمراء والقارة الإفريقية، وفي بلدنا الحبيبة بلد جزيرة الأمن والسلام في شرق الأوسط، ولكن في أفريقيا بأجمع. أرحب بكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السياسية والحلقة الدبلوماسية العالمية. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Kwa mara nyingine tena tunaweza kukutana katika muendelezo wa vipindi vyetu, muendelezo wa makala zetu mbalimbali zinazohusu masuala ya siasa na diplomasia ulimwenguni. Tukiwa bado tunatupia macho yetu katika habari kuu, habari ambazo zinaendelea kutikisa vichwa vya habari ulimwenguni, juu ya mizozo ya kisiasa, juu ya mizozo ya kidiplomasia na joto la vita vinavyoendelea kupanda ulimwenguni baina ya taifa la Marekani ambalo limekuja na ajenda yake Make America Great Again, kwamba tengeneza Amerika kuwa mpya kwa mara nyingine. Maana yake ni kutanguliza ubabe zaidi ya diplomasia, ni kutanguliza ubabe zaidi ya akili, ni kutanguliza ubabe zaidi wa kuitawala dunia kama ambavyo ilivyokuwa huko awali. Lakini katika jitihada zake zote hizi yuko bega kwa bega na mshirika wake mkuu ambaye ni taifa la Israel dhidi ya taifa la Irani, kutaka kuporomoa utawala na kuondoa madarakani utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Ikumbuke kwamba ndugu zangu, vita hivi vimegawanyika katika maeneo makuu matatu. Kabla ya kwenda kuangalia kauli iliyotolewa na Mike Haga, balozi wa Marekani nchini Israel, lakini pia kauli iliyotolewa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu juu ya mikakati ya taifa la Israel katika upanuzi wake juu ya taifa hilo, na namna gani wanakwenda kufanya mpango mkakati au kutekeleza mpango mkakati wa kuweza kuikamata Mashariki ya Kati na vyanzo vyake vya kiuchumi. Taswira ya vita hii, kwa nini imekuwa ni ngumu? Taswira ya vita hii, lengo lake ni nini? Taswira ya vita hii, shabaha yake ni nini? Ikumbuke kwamba katika mikakati ya Israel pamoja na Marekani ni kuhakikisha kwamba inakamata vyanzo vyote vya uchumi duniani, vyanzo vyote vya uchumi duniani. Kwa hiyo taswira hii ya vita ambavyo vinavyoendelea au vinavyotaka kupiganwa dhidi ya taifa la Iran ni kuhakikisha kwamba Amerika pamoja na mshirika wake Israel wanakamata vyanzo vya uchumi ndani ya Mashariki ya Kati. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili, hii ya tausia ad-daulatul Israel, ni kuhakikisha kwamba wanatanua ile dola ya Israel. Hii tutakuja kuielezea. Lakini pia lengo la tatu ni kuhakikisha kwamba hakuna superpower yoyote ambaye anayepatikana katika nchi za Waarabu ndani ya Mashariki ya Kati, isipokuwa taifa pekee linalotakiwa kuwa ni superpower ni taifa la Israel. Sasa ukija katika matamshi ambayo yametolewa na balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, anasema kwamba Israel kwa mujibu wa maandiko ya Biblia, kwamba ina haki ya kuhakikisha kwamba inatawala kutoka mto Furati, kuanzia mto Furati mpaka mto Naili. Yani eneo lote hili wanatakiwa wao ndio watawale. Hii inatokana na nini? Ikumbuke kwamba katika vitabu vitukufu hasa kitabu cha Qur'ani, lakini pia kitabu cha Taurati pamoja na Injili, inaelezea kwamba Ibrahim ndio baba wa manabii wote. Ibrahim katika ukoo wake alimzaa Ismail.
ambaye Ismaili ndiyo kinapopatikana kizazi cha Waarabu, lakini akamzaa Ishaqa. Ishaqa ndiyo akaja akamzaa Yaqub. Yaqubu ndiyo akazaa hawa watoto 12 ambao ndio wanakuja kutengeneza koo za Kiarabu. Kwa hiyo Ismail akaenda Sham, katika miji ya Waarabu, Jaziratul Arabia, katika jangwa la Waarabu, na huyu Ishaqa pamoja na ukoo wake wakabakia katika ardhi hiyo ambayo inazungumzwa kwamba ni ardhi ya Kanaani, huko katika mto Furati na maeneo mengine. Kwa hiyo wao wanaona kwamba ndio wana haki zaidi ya kuweza kumiliki ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo swala lao la kumiliki kuanzia Furati mpaka mto Nile ni kwamba wao wakiamini kwamba ni sehemu katika haki zao za kiitikadi, ni sehemu katika misingi ya itikadi yao. Kwa hiyo wanapozungumzia kwamba wanakuja kutawala, wanataka watanue dola yao ya Israel, maana yake wameshatoa na ramani mpya ambayo inaonyesha kwamba nusu ya Saudi Arabia ni ya kwao, lakini pia Suria ambayo ni Syria ni ya kwao, lakini pia Lebanon ni ya kwao, lakini pia Iraq ni ya kwao, lakini pia Jordan ni ya kwao, lakini pia sehemu ya Yemen pia na yenyewe ni ya kwao. Lakini pia wanapozungumzia mto Nile, maana yake mpaka eneo la Masri, yani tunazungumzia nchi ya Masri, na yenyewe pia ni ya kwao. Lakini moja kwa moja inahusisha mpaka Sudan, lakini pia inakwenda inahusisha mpaka Ethiopia, na yenyewe pia ni ya kwao. Lakini unakuja baada ya Sudani, unakuja unashuka mpaka Somaliland ambao ni ya kwao, lakini pia mpaka Somalia yenyewe ni ya kwao. Ukishashuka ukufuata mto Nile, maana yake unakuja mpaka Uganda, unakuja mpaka Kenya, unakuja mpaka Tanzania, unakwenda mpaka nchi zingine ambazo ni Kongo, na nchi zingine mpaka ramani inaonekana ni mpaka South Africa. Lakini kwa hatua za awali, maana yake inacholengwa hapa ni Syria, lakini pia inalengwa Saudi Arabia, inalengwa Misri, lakini pia inalengwa sehemu ya Uturuki, inalengwa sehemu ya Iran, inalengwa Iraqi, lakini pia inalengwa Lebanon na baadhi ya maeneo ya Al-Yaman. Sasa mkakati ulioko ni mkakati gani? Mkakati ulioko ni kwamba anaonekana hapa kikwazo kikubwa ni taifa la Irani, ndilo ambalo limekuwa kikwazo kikubwa cha kuziwia ndoto na malengo ya Israel kuweza kutanua basic yake au kutanua dola yake katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo vita ambavyo vinavyoandaliwa, vita ambavyo vinavyosukwa dhidi ya taifa la Iran, maana yake ni kwanza kumdhoofisha Iran, kwa sababu ndiyo taifa lenye nguvu, kama vile ambavyo leo mfano Afrika Mashariki na Kati, kwamba namna gani wanaweza kuitawala Afrika Mashariki na Kati. Kwanza tuanze na taifa la Kongo, kwa sababu ya wingi wa rasilimali zilizopo katika nchi ya Kongo, ili mwisho wa siku Kongo ikishaweza kutawalika na ikawa ndani under control ya waasi, maana yake ni rahisi pia kuivamia nchi ya Tanzania kutokana na ukubwa wa uchumi wa nchi ya Kongo, kutokana na ukubwa wa uchumi wa nchi ya wa nchi ya Kongo, kwamba ni rahisi kuja kutawala hii Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo hii strategic ndio ambayo inayotumiwa na Marekani pamoja na Myahudi, kwanza kuhakikisha wanamdhoofisha Irani. Wanamdhoofisha kwa maana ya kiuchumi, kwa kuhakikisha kwamba anaondoka ili waweze kutawalia lango la kiuchumi ambalo ni lango la Hormuz. Kwa kiasi kikubwa limekuwa ni kiunganishi baina ya Asia pamoja na mataifa mengine kwa kupitisha bidhaa kubwa. Kwa hiyo tukishaweza kumdhoofisha huyu kiuchumi, maana yake tutakuwa tumemdhoofisha kijeshi. Tukiweza kumdhoofisha kijeshi, maana yake tutakuwa tumemdhoofisha kielimu, maana yake atakuwa hana power. Atakapokuwa hana power, maana yake hakuna Mwarabu yoyote hapa ambaye atakuwa na uwezo wa kuzidi taifa la Israel. Kwa hiyo vita vinavyosukwa kwanza ni kuhakikisha kwamba anadhoofishwa huyu, ili kutimiza mikakati ya Israel kuweza kufanyaje, kuitawala Mashariki ya Kati. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni swala zima la kiuchumi.
Swala zima la kiuchumi zai, maana yake ni kwamba huyu atakapokuwa amedhoofika kiuchumi, milango yake yote ya uchumi ikawa imetawaliwa na Marekani pamoja na Mayahudi, maana yake atajalia hili taifa la Israel kuwa juu kiuchumi kushinda mataifa mengine, lakini watakuwa wamecontrol vyanzo vyote vya uchumi. Kwa hiyo vita ambavyo vinavyoendelea sasa ni kufanya mpango mkakati wa kuilenga Iran, na hili swala liko zaidi ya miaka 30 nyuma, na hata Yasir Arafati aliwahi kupata katika hotuba zake kuzungumzia juu ya ramani hii mpya ambayo imeonekana sasa, lakini miaka 30 nyuma Yasir Arafati alikwisha izungumzia hii ramani na huu mkakati wa Israel na Mayahudi kutaka kumiliki kuanzia mto Furati mpaka mto Nile. Lakini hapo wakati huo ni kwamba wanapokusudia kuivamia Saudi Arabia, lakini pia kuivamia Irani, lakini pia kuvamia maeneo ya Suria, maana yake pia ni kuhakikisha kwamba wanatawalia visima vya mafuta na maeneo ya gesi ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba utakapotawalia vyanzo vya mafuta, vyanzo vya gesi, maana yake haya mataifa mengine yatakuwa hayana uwezo wa kuweza kuwa na sauti, kwa sababu tayari superpower ndani ya Mashariki ya Kati atakuwa ni Israel peke yake, na ndiye ambaye atakayekuwa na nguvu za kiuchumi. Kwa hiyo anatumika Marekani kama kigezo cha kutaka kuona kwamba ni taifa linalotetea Israel ili aweze kujitanua ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini wakati huo lango kubwa la kiuchumi pia wanalolilenga ni lango la Sinai. Pale Sinai lazima watu wafahamu kwamba kuna bahari au mfereji au niseme ni kiunganishi baina al-baharaini, kati ya bahari mbili, Baharul Ahmar, Red Sea, bahari nyekundu, na Baharul Abyad, pamoja na bahari nyeupe, White Sea al-Mutawassit, bahari nyeupe. Kwa hiyo Sinai umuhimu wake kwa maana sasa ya mto Nile ambao unapatikana Misri. Kwa hiyo ile Sinai imeunganisha baina ya bahari mbili, baina ya bahari al-Mutawassit, bahari Red Sea, na pamoja na bahari al-Abyad al-Mutawassit, White Sea, ambayo ipo katikati. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba lango hili pia ni moja kati ya lango ambalo liko chini ya mikakati ya Mayahudi kuweza kulitawala. Kwa sababu gani? Vita ambavyo vilivyopiganwa mwaka 1973, mwaka 1967 na 63 takriban, hivi vita dhidi ya Muisraeli dhidi ya Misri, ilikuwa lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanatawala eneo hili kama sehemu ya lango la kiuchumi, lakini pia kutokana na ukubwa wa mapato yanayopatikana katika sekta ya utalii, jambo ambalo sasa mwaka 1973 takriban Misri aliweza kulikomboa eneo lake na kulirejesha, lakini pia kwa kuwekeana mkataba wa amani baina ya Israel pamoja na Misri. Sasa ukija huku katika upande mwingine wa mto Nile unakutana na Ethiopia. Kwa hiyo kilichofanyika ni nini? Muisraeli na Myahudi waliweza kuishawishi Ethiopia kutengeneza bwawa la umeme, bwawa kubwa ambalo litakalopelekea kudhoofisha kiwango cha maji ya mto Nile yanayoingia wapi? Yanayoingia Misri. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Misri chakula chake na maji yake wanategemea kutoka katika mto Nile. Kwa hiyo kiwango cha maji kitakachopungua Misri, maana yake Misri watapunguza kilimo, watakuwa wameathirika katika upande wa kilimo, na watakapokuwa wameathirika katika upande wa kilimo, maana yake watakwenda kupunguza bajeti ya nchi yao, na watakuwa wameathirika kiuchumi. Maana yake watakapokuwa wameathirika kiuchumi, uzalishaji utakuwa ni mdogo. Watakapokuwa wameathirika kiuchumi, hawatoweza kutengeneza jeshi lenye nguvu. Watakapokuwa wameathirika kiuchumi, maana yake elimu yao itakuwa ni ya wasiwasi. Tazama akili za watu namna gani zinavyokwenda. Kwa hiyo elimu yao itakuwa katika kiwango cha chini, hawatakuwa katika kiwango cha juu kiasi kwamba wataweza kutengeneza jeshi.
wataweza kuwa wametangulia katika masuala ya sayansi na teknolojia. Hivyo itampa power na nguvu ya uchumi Mwethiopia, ambaye kwa kiasi kikubwa atakuwa anatumia bwawa hilo kugawa umeme katika maeneo mengine. Sasa angalia, chuki imezidi kukolea baada ya bwawa la Mwalimu Nyerere kuja kutengenezwa, lakini waliochukua contact ya kutengeneza bwawa la Mwalimu Nyerere walikuwa ni nani? Walikuwa ni Wamasri, jambo ambalo limechochea pia mvutano mkubwa baina ya Ethiopia pamoja na nani? Pamoja na Masri. Lakini wakati huo huo kwamba inaonekana Tanzania yetu itauza umeme mkubwa kuelekea wapi? Kuelekea katika nchi zingine, tofauti na bei ambayo ilikuwa imepangwa kutoka wapi? Kutoka Ethiopia, jambo ambalo lingemfanya Ethiopia awe mkubwa katika masuala ya kiuchumi. Hivyo basi utaona kwamba waziri mkuu wa Ethiopia alipomhitaji Rais Abdul Fattah Sisi kurejea wapi? Kuja katika ufunguzi wa bwawa lile, Rais Abdul Fattah Sisi alikataa, lakini yuko tayari kuja Tanzania kwa ajili ya kufungua lile bwawa. Maana yake nini? Maana yake hapa kuna connection kubwa kati ya Masri pamoja na nani? Pamoja na Tanzania. Lakini kule kuna connection kubwa kati ya Myahudi Muisrael pamoja na nani? Pamoja na Ethiopia. Sasa ukija ukarejea kwa nini wamechukua Israeli imelitambua taifa la Somaliland kwamba ni taifa, ili hali Umoja wa Nchi za Afrika hawaitambui, lakini pia Umoja wa Nchi za Ulaya walikuwa hawaitambui, lakini Israel kupitia waziri wake mkuu anakuja kuitambua nini? Anakuja kuitambua Somaliland. Maana yake nini? Maana yake unapoitambua Somaliland utakuja tayari utawekeza pale ubalozi wa Israeli. Unapowekeza ubalozi wa Israeli, maana yake Marekani anakuwa yuko karibu kuja kuweka basic yake ya kijeshi. Anapokuja kuweka basic yake ya kijeshi, maana yake atakuwa na uwezo wa kuingia Yaman. Atakapokuwa na uwezo wa kuingia Yaman na kuwashambulia Wahuthi, maana yake ile dola ya Israel ambayo ilikuwa inakuja katika mto Furati, maana yake inazidi kutawanyika kwenda katika ukanda wa nini? Ukanda wa Yaman. Unaweza ukaona namna gani issues zinavyotengenezwa, mikakati inavyotengenezwa na utaratibu na hatua zinavyochukuliwa kila kwa kadiri ambavyo siku zinavyoenda. Na sisi tunakaribisha, na sisi tunatoa hizi fafanuzi kwa watu, tunatoa hizi fafanuzi katika nchi yetu ili baadhi ya watu wajue ulimwengu unaelekea wapi. Kwa hiyo lengo kubwa la kuitambua Somaliland ni kuhakikisha kwamba wanakaribisha mazungumzo ya kidiplomasia ambayo baadaye sasa yatakuja kusababisha kuwekwa basic ya kijeshi ya Marekani pamoja na Israel ndani ya nini? Ndani ya Afrika Mashariki, ikiwemo wapi? Ikiwemo Somaliland. Ikumbuka wakati huo Uingereza pamoja na Marekani wana basic yao nchini Kenya. Sasa katika mpango huu, mkakati huu, maana yake Misri ameshtuka, na ndio maana ametengeneza nguvu kubwa ya kijeshi na kuiweka katika eneo la Arish. Nguvu kubwa ya kijeshi na kuweka katika eneo la Arishi, na wakati huo huo amekuwa akitengeneza silaha na makombora ya aina mbalimbali, kana kwamba mkakati uliopo baada ya Iran atafata Pakistan. Akitoka Pakistan, maana yake ndiyo taifa pekee ambalo linamiliki nyuklia katika nchi za Kiislamu. Kwa hiyo akitoka Pakistan, maana yake atakuja Uturuki, akitoka Uturuki atakuja Daula Saudia au Masri. Kwa hiyo pamekuwa kuna maandalizi ambayo yanafanywa na Masri kwa kujua kwamba huu ni mpango mkakati. Lakini kuonyesha kwamba swala hili pia ni moja kati ya maeneo, ni vita ambayo imebeba pia taswira ya kiitikadi, ni kauli ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ambaye sasa yeye amekuja kuzungumzia wazi juu ya kile ambacho kinachojiri kuhusu mikakati ya Israeli kwa hatua ambazo wanazotakiwa kuzifanya, ikiwemo swala zima la namna gani, yani malengo ya vita hii ni nini. Kwa sehemu ya kwanza inalenga pia kudhoofisha utawala wa Kishia katika madhehebu ya Kiislamu, lakini sio Shia tu peke yake. Baadaye amekuja kuongea, yani kama vile limemtoka kwamba mikakati yao pia ni kuhakikisha kwamba wanaondoa
usuni ndani ya Mashariki ya Kati. Unapolenga kuondoa usuni, maana yake ni kupiga vita itikadi za Kiislamu, ni kupiga vita juu ya tawala za Kiislamu, ni kupiga vita juu ya nadharia. We just signed a $37 billion gas deal. That's strong. Taifa ambalo we just signed a $37 billion gas deal. That's strong. Hii maana yake ni kwamba vita hivi vimebeba taswira kubwa sana, vimebeba ajenda kubwa sana kuhakikisha kwamba Israel inatanua eneo lake la kuanzia Furati mpaka mto Naili. Sasa haya yanatoka wapi? Huyu Mike Huckabee sio kwamba ameyazungumza haya kwa bahati mbaya. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israeli sio kwamba ameyazungumza haya kwa bahati mbaya, lakini pia mkakati ambao unaofanywa dhidi ya taifa la Marekani pamoja na Israeli kwa ajili ya kuivamia Iraki, kuitenza nguvu Irani, kwa ajili ya kuivamia Iran na kuitenza nguvu, sio kwamba ni mpango eti umekuja ghafla. Ikumbuka katika karne iliyopita, niliwaambia katika karne iliyopita mwaka 1901 kuna kitabu maalum kilichoandikwa ambacho kilikuwa kimebeba waraka maalum na ajenda maalum. Kitabu hiki kimeandikwa na Mayahudi ya namna gani bora itakayowafanya wao waweze kuitawala hii dunia. Namna gani bora ambayo itakayowafanya wao waweze kuitawala nini? Kuitawala hii dunia. Katika kitabu hiko wameandika mipangilio na mikakati zaidi ya 24. Mikakati hii ni maalum kwamba namna gani tunaweza kuitawala dunia, ikiwemo ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo moja ni kuhakikisha kwamba tunatanua daula ya Israeli, kwamba hii daula ya Israeli ambayo iliyoko sasa inatanuka kuanzia Furati, mto Furati mpaka mto Nile kama ambavyo tumeelezea. Lakini ajenda ya pili ni kuhakikisha kwamba wao wanatengeneza migogoro na vita mbalimbali duniani, na kweli wao ndio wa kwanza kutengeneza mpango wa vita ya kwanza ya dunia, lakini pia wakatengeneza mpango wa vita ya pili ya dunia kupitia familia ya Rothschild ambayo ndiyo paka sasa inakadiriwa kwamba inaongoza uchumi au inashikilia uchumi, nusu ya uchumi wa dunia, takriban dola bilioni 500. Sasa hiyo ni sehemu ya pili. Kwa hiyo vita vyote ambavyo vinavyoendelea duniani wao ndio chanzo. Ukija Ukraine wao ndio chanzo, ukija hivi vita ambavyo vinataka kutokea sasa wao ndio chanzo. Ukija katika Kongo kutokana na rasilimali ya madini iliyopo katika ardhi ya Kongo wao ndio chanzo. Sehemu ya pili ni kwamba tunahakikisha idara zote za mataifa yote tunaikamata, lakini ikiwemo swala zima la rasilimali ndani ya mataifa hayo. Kwa hiyo wawekezaji wakubwa duniani wa madini, makampuni makubwa duniani ya madini na wafanyabiashara wakubwa duniani wa madini ni Mayahudi. Ukisikia hawa Barrick, ukisikia Acacia, wote ni Mayahudi. Lakini wakati huo huo ni kwamba tutahakikisha tunatengeneza mataifa haya hayapati elimu ambayo inayostahiki. Ndio maana leo unaweza ukaona kwamba tuna dhahabu, lakini mwisho wa siku wagunduzi wa kuitengeneza hiyo dhahabu kuingia katika matumizi ya kibinadamu hatuna, isipokuwa kazi yetu ni kuchimba na kuiweka mezani, halafu wale wanakuja wanaichukua dhahabu hiyo. Na hawa ndio walitengeneza mfumo, waliobadili mfumo wa matumizi ya pesa kutoka katika pesa zilizokuwa zikitengenezwa na dhahabu lakini kwenda katika makaratasi. Kwa hiyo wao wakatengeneza makaratasi, alafu wanakuja kwako wanachukua dhahabu, alafu wao wanakuachia makaratasi ambayo wao wamefanyaje? Wao wameyaprinti. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo kwamba kikwazo kikubwa ni nani wa kuanza naye, ni lazima tuanze na Irani ili kuweza kutimiza ajenda yetu. Ndio maana utaona mataifa ya Kiarabu pamoja na mataifa ya Kiislamu ambao ni Saudia, Uturuki, Pakistan pamoja na Masri, mataifa ambayo yenye nguvu, baada ya kauli hii ya Mike Huckabee ambayo aliyoitoa katika interview yake juu ya kuelezea mikakati ya Mayahudi kwa kupitia kitabu cha Biblia kwamba wao wana haki ya kutawala Furati mpaka Nile,
maana yake ilikuwa ni sehemu ya kutekeleza ajenda hii pia iliyoandikwa mwaka 1901. Utaona kwamba nchi hizi za Kiislamu wameweza kushtuka kupitia kauli hiyo, na hivi Donald Trump ameambiwa amuondoe waziri huyo, amstaafishe na kumuondoa katika madaraka yake baada ya kuongea kauli tata ambayo imekuja kuibua hisia na kuongeza mvutano baina ya nchi za Kiarabu dhidi ya taifa la Israel. Lakini wakati huo vita hivi, kauli ya Donald Trump juzi ameelezea mfumo wa vita kwamba anastaajabu kwa nini Iran mpaka sasa haijajisalimisha. Kwa mujibu wa wadadisi mbalimbali na wachambuzi wa masuala mbalimbali ya kidiplomasia na siasa duniani, wanasema kwamba Irani haijaweza kujisalimisha na kwamba inaonekana bado ina msimamo wake. Hii ni kutokana na kumiliki makombora ya nyuklia. Inazungumzwa kwamba tayari Irani anamiliki makombora ya nyuklia, lakini hawezi tu kuyatangaza, lakini ndio jambo ambalo linampa jeuri ya kushindwa kujisalimisha. Lakini wakati huo ni kutokana pia na nguvu anayoionyesha na kuiamini, nguvu yake ya kijeshi, ijapokuwa Marekani ametumia nafasi kubwa sana ya kuweza kukusanya vifaa vya kijeshi, silaha kubwa za kijeshi na ndege kubwa za kijeshi kwa ajili ya kwenda kulipiga taifa la Iran, kulivamia kijeshi, lakini inaonekana bado anasuasua kwa sababu nguvu kubwa anayoonyesha Iran na ushirikiano anaopewa kutoka Urusi pamoja na China unazidi kuibua utata wa kumfanya Marekani aweze kushtukia au kupata mashaka mrejesho, ikiwa kama ataanzisha vita, mrejesho wa vita hiyo itakuwaje? Kwa hiyo kinachofanywa ni nini? Kinachofanywa ni kwamba ni kujaribu kutaka kutengeneza namna gani ya kuweza kumzubaisha ili waweze kuvamia. Lakini wakati huo ikumbuke kwamba rada ambazo ameweka Muirani katika nchi yake zimeweza kuziwia ndege za kisasa za Marekani ambazo zinazosadikika haziwezi kukwama wala haziwezi kuonekana kwenye rada pindi zitakapopita katika anga lako. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha ni kwamba, na cha kufurahisha zaidi katika upande mwingine, ni kwamba ndege ambayo iliyokuwa inatumiwa kwa ajili ya kufanya upelelezi, iliyotumwa maalum kwa ajili ya kufanya ujasusi, ilipofika katika anga la Irani imeweza kupotea na haijulikani imekwenda wapi mpaka sasa. Taarifa hizi tumezipata kutoka katika vyombo vya Iran, lakini wakati huo jeshi la Marekani bado halijathibitisha juu ya upotevu wa ndege hiyo. Na hii imekuwa ni mara ya pili kuonyesha kwamba Iran kupitia rada za Mchina zilizowekwa katika nchi ya Iran zinafanya kazi iliyokuwa kubwa. Lakini wakati huo meli alizokuwa amesogeza karibia na pwani ya Hormuz pamoja na pwani ya bahari ya Iran, maana yake zimeanza kutolewa katika mazingira hayo. Lakini wakati huo Marekani amekuwa akiwahamisha raia zake pamoja na baadhi ya wanajeshi wake waliopo katika nchi za Qatar, lakini pia waliopo katika nchi za Jordan na waliopo katika baadhi ya maeneo mengine ambayo inakadiriwa mashambulizi yatatokea huko, mashambulizi ya Marekani yatatokea katika maeneo hayo kwenda katika taifa la Iran. Kwa hiyo majibu yake, kwa nini anawaondoa? Kwa sababu ya kuhofia majibu ya mrejesho wa makombora ya Irani ambayo target yake kubwa amesema wazi na kuweka wazi kwamba atahakikisha kwamba anaangamiza maeneo yote na kambi zote za Marekani zilizopo ndani ya Mashariki ya Kati, lakini hasa kwa kuanzia taifa la Israeli. Lakini wakati huo ndani ya taifa la Israeli pamekuwa kuna maandamano makubwa ambayo baadhi ya vyombo vya habari vya kimagharibi vimekuwa havitangaza